Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Amma ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu Waislamu na wale ambao wasiokuwa Waislamu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza kutufanya kuwa hai na kuweza kuifikia siku ya leo, kwani si ujanja wetu bali mapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insha Allah, kila yule ambaye atakayeangalia darasa letu la leo kuanzia mwanzo mpaka mwisho, basi insha Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amfanye kwa kipenzi chake na amfanye miongoni katika waja wake waliokuwa wema. Leo tunakwenda katika somo na darasa linalosema ukiona alama tano hizi mwilini mwako, basi jua Allah Subhanahu wa Ta'ala anakupenda. Ukiona alama tano hizi mwilini mwako, basi tambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupenda. Na hii ni sehemu ya pili. Hii ni sehemu ya pili. Tuliongea katika sehemu ya kwanza miongoni mwa alama, leo tunakwenda kuongea sehemu ya pili. Kwa hiyo mada nasema ukiona alama tano hizi mwilini mwako, basi tambua kwamba Allah anakupenda, kwamba hii ni sehemu ya pili. Tunakwenda kuziangalia alama tano, ambazo hizi alama tano mtu kama atakuwa nazo, basi huyu ni miongoni katika mawalii wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ni miongoni katika vipenzi vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ni vyema tukasikiliza alama hizi kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ili yule ambaye atakayezifuata na kuzifahamu na kuzijua, basi insha Allah mtu huyo atakuwa miongoni mwa vipenzi vya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunaanza na alama ya mwanzo kabisa ya mtu ambaye anayependwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alama mwanzo ni hubbaka lilquran alkarim, mtu kuwa na mapenzi ya kuisoma Qur'ani tukufu, na kama hajui Qur'ani tukufu kuisoma, basi anakuwa na mapenzi ya kuisikiliza Qur'ani tukufu. Ukijiona wewe katika nyumba yako au katika sehemu uliyokaa, kipindi nasoma Qur'ani wewe na kwa moyo wako haupendi, wajisikia karaha tu, basi tambua wewe si miongoni katika vipenzi vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wale vipenzi vya Allah, inaposoma Qur'ani basi mioyo yao inatulia. Inaposoma Qur'ani basi wanajihisi kama kuna kitu kinaingia katika moyo wake. Kwa hiyo mtu wa kwanza ambaye ukiona alama hii unayo katika mwili wako, basi tambua kwamba wewe ni miongoni katika watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapenda. Kuipenda Qur'ani, kuisoma Qur'ani, na hata muda mwingine kuisikiliza Qur'ani. Tena hata kama hujui kusoma lakini upende tu kwenda kuisikiza Qur'ani, basi ni miongoni katika vipenzi vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hiyo ni alama ya kwanza. Tunasema inna lillahi ahlina minan nas. Kila masahaba akamuuliza man hum ya Rasulullah, qala, mtume akasema hum ahlul Qur'an, kwamba hao watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapenda ni wale ambao ni watu wa Qur'ani. Kwa hiyo jambo la mwanzo kabisa ni mtu ambaye anaipenda na kuithamini na kuisherehekea sana Qur'ani al-Karim. Alama ya pili ambayo ukiona hii basi Mwenyezi Mungu anakupenda, quwwat fi jasadi ala taa, ni mtu kuwa na nguvu katika mambo ya taa, katika mambo yenye kumpendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama kuswali, katika harakati mbalimbali za dini, mtu anajitoa kwa hali na mali. Yani akiambiwa jambo hili la dini, jambo hili la Mungu, basi moyo wake unakuwa na nguvu za ajabu kulitekeleza lile jambo.
anakubali kuamka asubuhi, kuchukua maji kuoga, kuchukua maji kutawadha kwa ajili ya kutekeleza ibada za Allah. Ukijiona na hali kama hiyo, basi hii ni alama ya pili miongoni katika zile alama ambazo anazo mtu ambaye anayependwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hiyo ni alama ya pili. Alama ya tatu ni kathratul istighfar, ni mtu akiwa mara kwa mara analeta istighfari. Yani neno istighfari linakuwa halikutoki wewe katika kinywa chako kila wakati kutamka istighfari na kuomba istighfari kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mathalan kusema astaghfirullah astaghfirullah na kadhalika na kadhalika, kila aina ya istighfari ukaona ileta katika mazingira hayo. Hii ni alama ya tatu ya kuonyesha wazi kwamba mtu huyu anapendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alama ya nne, husnul khulqu wa hifdhul lisani. Alama nne ni mtu kuwa na tabia njema na kuhifadhi ulimi wako. Kuwa na tabia njema na kuhifadhi ulimi wako. Ukijiona wewe ulimi wako kutwa matusi, ulimi wako kutwa kuzungumza vibaya, kuwadhania watu vibaya na kuwasema watu vibaya kutumia ulimi wako, wewe si miongoni katika vipenzi vya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabia njema ni siraha itakayompeleka mtu kuingia katika pepo yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunasema ittaqillaha haithu ma kunta, muogope Mwenyezi Mungu popote pale ulipo. Wa atbi'i sayyiati alhasanati tamuha, na ukitenda jambo ovu basi liandamizie na jema ulifate. Wa khaliqin nas bi khuluqil hasan, na utangamani na watu kwa tabia njema. Kwa hiyo alama ya nne ukiwa nayo hii, basi wewe miongoni katika anayependwa na Allah ni mtu kuwa na tabia njema, lakini vile vile mtu huyo ni kuhifadhi ulimi wake. Alama hiyo ya ngapi? Hiyo ni alama ya nne. Ukijiona wewe ulimi wako umekuwa rahisi kuwatuka na watu, ukijiona wewe ulimi wako unatamka maneno yasiyofaa mbele za watu, ama muda wote mdomo wako utoa maneno machafu, basi wewe sio miongoni katika vipenzi vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kabla sijaendelea na alama ya tano, ni washukuru au ni waombe wale ambao waliojiandikisha katika dua yetu kufunga mwaka ya watu wa nje. Dua hiyo tumeshaifanya siku ya jana Ijumaa, na tumeluka nayo live kupitia YouTube. Nafikiri wale walioangalia watakuwa wameiona biidhnillah Ta'ala. Kwa hiyo kuanzia leo dua za jumuiya tayari tumezimaliza. Labda kama kuna mtu atahitaji dua ya private peke yake, basi anaweza kuwasiliana na mimi tukaona jinsi gani anaweza akafanyiwa dua hiyo ya private mtu peke yake. Hiyo ya private zinaendelea muda wote na wakati wote. Ukihitaji utapiga namba yetu hiyo ya 07568111 mwisho 26, inshallah utapatiwa dua yako hiyo private popote pale ambapo wewe ulipo inshallah. Tunakwenda katika alama ya mwisho kabisa, almudawamat aludhui. Alama ya mwisho ni mtu aludhui wabukauka min khashyatillah, ni mtu kudumu na udhu, na muda mwingine mtu akawa anatoa chozi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kudumu na udhu, alafu muda mwingine mtu akawa anatoa chozi kwa ajili ya nani? Ya Allah. Mtu akawa anakumbuka makosa yake, akamkumbuka maasi yake mpaka machozi akamtoka kwa ajili ya Allah. Hii ni alama ya mtu ambaye anayependwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika na kudumu na udhu ni miongoni katika alama ambazo zajulisha kwamba mtu huyu anapendwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah hizo ni alama tano katika ambazo ukiziona katika mwili wako katika, basi ujue wazi kwamba wewe ni miongoni katika vipenzi vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.